Vile vile ni asante kwa sababu uko hai, na vile vile ni asante kwa sababu umetosha na hakuna kamwe na kutapatikana mwingine. Tunakuinua ni kwa sababu umetosha na hakuna kamwe na hakuna wakati kutapatikana mwingine, kwa wema wako, kwa fadhili zako na kwa upendo wako mwingi ambao unaikomo. Tunapoendelea na ibada yetu ya siku ya leo, tunakuhitaji ukao pamoja nasi ukatuongoza. Wanayesikiza ibada hii wakiwa karibu, wakiwa mbali, neema yako ipitao neema zote ikawa juu yetu. Neema yako ipitao neema zote ikawa juu yetu. Kila pando haikupandwa na wewe likashindwa na ikawezwa. Walika uwepo wako kwa ajili ya utukufu wako. Sifazi ya kurudia. Kwa jina kula Yesu aliye ndiye Mwokozi, naomba na kuamini. Amina. Naomba nyinyi mnayosikiza mkiwa mbali katika taifa letu la Kenya, mnayotazama ni washike ugeni kwa neno la Bwana ya mchana wa leo. Na naamini ya kwamba litakuwa ya baraka na vile vile ya amani na ya furaha na ya upendo. Naomba niwashike ugeni kitabu ambacho cha Kumbukumbu la Torati 27 verse number 16. Kumbukumbu la Torati 27 verse number 16. Na ningeomba nisomewe. Kumbukumbu la Torati 27 mstari wa 16 inasema hivi: Na alaaniwe mtu ambaye anayemdharau baba yake au mama yake, anayemdharau mama yake wala baba yake. Na watu wote waseme amina. Na watu wote waseme amina. Asante. Naomba tuseme sana kuhusu laana. Na ningetaka tuseme sana kuhusu laana ni kwa sababu tuliporuka mwaka nilisema hii ni mwaka ambao tunaomba kubadilishiwa maisha na kuwa ni mwaka wa baraka juu ya maisha yetu na juu ya jamii zetu. Na nikaona ya kwamba watu wakati mwingine huwa wanashinda wakisema ya kwamba walirogwa, na wengine wasema kwamba hawana amani, wengine wasema kwamba hawana furaha, na wengine wasema kwamba hawana upendo, wengine wasema kwamba wanakaa maisha ambayo si mazuri. Lakini kitu ya maana ni kuwa watu wakati wanaposema hizo mambo ni kusema kwamba kuna shida, na ile shida iko katika maisha ambao si ya kiungu, na ni maisha ambao haifurahishi, ni maisha ambao si ya kukaa katika kutumikia Mungu ama kukaa katika buda Bwana. Maana wakati tunapohubiri ama tunaposemezana neno la Bwana, tunasemana neno la Bwana kwa sababu ya kitu moja, kwamba wakati tunapohitaji baraka ama tunahitaji amani ama tunahitaji furaha ama tunahitaji upendo, tuko support kujiuliza ya kwamba kuna kitu ambao kinaitwa ya kwamba kuheshimu wazazi zetu ama kuheshimu waliyetuleta katika ulimwengu huu ama kuheshimu watu ambapo waliyetuleta, kwa sababu lazima kuna mtu aliyekuleta. Lazima uko na baba, lazima uko na mama, lazima uko na sister, lazima uko na brother. Maandiko inasema vizuri, na alaaniwe mtu yule ambao apei wazazi wake heshima, ama hawatii, ama hanyenyekei, ama hawafuati, sababu watu walishakataa hata kusikiza wazazi zao. Watu walishakataa hata kusikiza watoto wao. Watu walikataa hata kusikiza jamii yao. Watu walikataa hata kusikiza wale watu ambao wako support kusikizwa. Walishajipea, hao ndio wanajua sana. Na ndio maana unaona kwamba kuliko wazazi wazikwe na watoto, kuliko wazazi wazikwe na watoto. Watoto ni hao wanazikwa na wazazi. Hiyo ni kusema ndio opposite. Nataka tuelewane hapa vizuri. Kwa sababu ya watoto kutokutii wazazi, sasa utaangalia utaona vifo mingi, wazazi ndio wanazika watoto wao. Kama unielewe jambo vizuri. Sababu sio maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema kwamba alaaniwe mtu yule aliyekosa kusikiza wazazi wake, mama yake na baba yake. Huyo mtu alaaniwe. Na watu walitoka kule ushago wakuja Nairobi hii kama wamekataa kusikiza wazazi wao. Watu walienda kwa doa wakaoana, hawakusikiza wazazi ili ndoa iweze kubuleziwa ama iweze kunelewa baraka. Lazima wada unakuta kwa kuto kusikia wazazi, kwa kuto kuheshimu wazazi, unakuta kwamba laana mingi zimeweza kutupata. Laana mingi zimeweza kupata watu.
laana mingi zimeweza kupata doa, laana mingi zimeweza kupata mpaka hiyo kazi unasema unasumbuka na kazi, ni kwa sababu hujaenda kwa baba akubariki, sababu hujaenda kwa mama akubariki, hujaenda kwa baba akutemee mate. Siku moja tulienda kwa mzee mmoja akasema utaenda usunguke, lakini kwa sababu sijakutemea mate hii utairudia. Huyo mzee alimaanisha umetoka kwa boma bila baraka na utaenda usunguke na utarudi kutafuta baraka. Hiyo hata si laana. Baraka ya mama na baraka ya baba inamata katika mzazi. Wacha nikwambie kitu. Hata mchungaji, wale wachungaji tuko katika taifa letu la Kenya ambao wanakwambia kwamba ati wako na uwezo wa kuweza kukutoa kwa mama yako na mama yako na baba yako alikulani. Hiyo ni uongo. Mama yako na baba yako wako na sehemu, kwa sababu ulipokuja kanisa ulikuja na meno 32 na ulikuja ukiwa mzee ama ukiwa mtu mzima ama ukiwa mtu ako na kitambulisho. Lakini kuna mahali ulitoka, ambao hapo ulitoka lazima ujiulize, nilitoka kwa baraka ama nilitoka kwa laana ama nilitoka nikiwa nimebleziwa. Kama hujableziwa na wazazi wako, baraka inatoka back to home, kule ulipozaliwa. Hapo ukuje kanisani sasa uabudu Mungu naye apige baraka zile muhuri. Sasa maisha yako iende mbele. Sio wanda tunahangaika na makazi. Sio wanda tunaweka kazi zinaweza kuisha. Sio wanda umejaza makaratasi kila mahali kwa supermarket. Kila mahali una apply kazi. Hata ulitoa kwa maono zile ulikuwa nazo, una apply kazi zingine ambao si ile. Unakuta kwamba mtu alisoma awe daktari, ameng'ang'ana huyo udaktari, sasa akaona hiyo daktari nitakufa kabla sijapata. Akasahau na talent yake ya daktari, akaenda kuanza kufanya kazi ya hoka. Hebu jaribu kuimagine, jaribu kuchukua picha, mtu alikuwa na vision ya daktari anafikiria kuwa hoka. Chukua hiyo vision. Mtu aliyekuwa pilot amefikiria kuwa makanga. Hiyo vision hao ni watu wawili tofauti sana. Na hii kitu kaiangalia ni kwa sababu ya watoto kuwa na kiburi katika wazazi wao. Nataka kusema kitu moja. Ni vizuri nyinyi mnayenisikiza, hasa rika hii yangu, mjaribu kukaa katika njia ambapo ni ya kuheshimu wazazi. Haijalishi mzazi wako ako na nguo moja, haijalishi mzazi wako anakaa aje, haijalishi wanakaa namna gani, lakini ni vizuri uheshimu mzazi. Hata kama mzazi wako hajui Kiingereza, hata kama mzazi wako hajui kuandika, hata kama mzazi wako hakusoma, lazima umheshimu, kwa sababu ni yeye aliyekubeba miezi 9, ni yeye aliyekunyonyesha, ni yeye aliyekupanguza mafi. Lazima umheshimu, hata kana kwamba mzazi wako ni kiwete, hata kana kwamba hana meno. Hiyo meno iliisha alikutafutia. Hiyo meno iliisha alikutafutia. Hiyo unaona amepinda, maana amepinda, ameinama, aliinama hivi, ameinama akikutafutia wewe. Nguvu zake zote ni wewe uliyemaliza. Nataka kusema nini? My sister, my brother. My sister, my brother. Tuchunge wazazi wetu angali wako hai na tuache kuwarudishia. Sababu wacha kusema ulirogwa. Haukurogwa na mtu. Wacha kusema umelaniwa kuna mganga jirani. Wachana hiyo. Maneno hiki hata mnaekelea shetani atakataa. Rudi back to home. Angalia shushu yako. Angalia mama yako. Angalia baba yako. Angalia uncle na auntie. Na tafuta tu hata mchungaji. Mwambie tu twende home. Na umwambie nilifanya hii na hii. Tena kitu kingine inaharibu. Wewe unajua kile kinakukula, but wewe ni hypocrite, utaki kuisema na itakukula wewe peke yako na ikule uzao wa tumbo lako. Mtu ambapo hajabarikiwa na wazazi, ana baraka kubariki watoto wake. Vizuri tubarikiwe na wazazi. Mungu abariki, awatende mema mnapotutazama katika mahali pote mko, lakini nakuomba tu jambo moja, mwaka huu waje ni mwaka wa baraka katika maisha yetu na watoto wetu na jamii zetu. Bye, Mungu awabariki. Asante.